Nilimuita Mheshimiwa Josephine Joseph Kapoma, atafuatiwa na Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga, Mheshimiwa Athumin Omar Mapalilo ajiandae na Mheshimiwa Jafael Masanja Lufungija anayejiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa kutujalia uzima na kufika siku hii ya leo. Lakini kipekee kabisa napenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kukosa usingizi kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Hususani hotuba yake aliyoitoa jana imeleta matumaini makubwa sana. Ukiangalia hotuba ile na kuisikiliza, unamuona kabisa moyoni mwake na machoni mwake anatamani kama Tanzania ingekuwa mtoto aipakate ainyonyeshe. Lakini kwa sababu tumekomaa, ametuacha tuendelee. Lakini kipekee kabisa nampongeza Dr. Mwigulu Nchemba. Kwa kweli mimi ndio mara yangu ya kwanza kuingia bungeni. Nilivyokuwa na waona mawaziri wakuu zamani kabla sijaingia bungeni, nilikuwa najua ni watu wasiofikika. Lakini kwa ziara ambazo amezifanya hizi siku chache, tumeona kabisa kuna mambo yanatendeka. Na mimi kipekee kwa kuwakilisha wana Morogoro, nilikuwa namuomba tukimaliza bunge hili tunaomba anze na Morogoro kwa sababu tunamsubiri kwa hamu sana. Lakini pia nachukua nafasi hii kuwapa pole ndugu zangu wa Morogoro na Watanzania waliokumbwa na athari ya mafuriko. Kipekee kabisa kwa Morogoro, watu wa Kilombero, Mvomero na Ifakara na Kilosa. Lakini naendelea kuishukuru serikali yangu kwa kuendelea kutukimbilia kila tunapopata maafa haya. Sasa naomba niende moja kwa moja katika kuchangia hoja ya waziri mkuu, na mimi leo nitajikita moja kwa moja kwenye hitimisho la hotuba ya waziri mkuu, na nitaangalia sana eneo la msisitizo mosi. Msisitizo mosi kutoka kwenye hotuba ya waziri mkuu imeelezea kuanza utekelezaji wa dira ya 2050. Sasa nimekuwa nikiangalia kwa mapana ili swala kama tunataka kufika huko kwenye dira ya 2050. Sisi kama Morogoro ni katika mikoa ambayo tuna utajiri wa viwanda vingi sana. Lakini viwanda hivi vingi havifanyi kazi kwa muda mrefu. Tuna viwanda ambavyo havifanyi kazi kama Moprok, Morogoro Ceramic, Morogoro Canvas, Morogoro Shoe, Morogoro Leather Goods. Lakini pia tuna kiwanda ambacho kilizinduliwa na hayati Lowassa na hakijawahi kufanya kazi toka kimezinduliwa mpaka sasa, kinaitwa INIT, kiwanja cha kusindika matunda. Sasa nimekaa na tafakari kama kweli tunataka kufika huku tunakotaka kufika, lakini tukiwa tuna rasilimali ya viwanda hivi ambavyo havifanyi kazi, kweli tunaweza kufika huku tunakotaka kwenda? Sasa nilikuwa naomba tu Wizara ya Viwanda kwa kushirikiana na Wizara ya Mipango na Uwekezaji, ifike muda sasa tuone Morogoro hii ya viwanda vilivyolala tunaifanyeje. Kwa kipindi kirefu tulikuwa tuna kiwanda cha tumbaku cha TRTC ambacho kilikuwa kifanyi kazi. Lakini miaka 3 iliyopita kile kiwanda kilifunguliwa tena na kuchukuliwa na Mkwawa Tobacco. Na toka kimezinduliwa kimeweza kuajiri wafanyakazi wapatao permanent 700 na wafanyakazi wa msimu wapatao 2100. Lakini tuna kiwanda cha Mazava kinachofanya kazi ambacho kimeajiri wafanyakazi zaidi ya 1500. Lakini tuna kiwanda cha Ransiwani cha Tobacco ambacho kimeajiri wafanyakazi permanent zaidi ya 300 na wa msimu zaidi ya 3000. Kwa hiyo kwa jicho la karibu ukiangalia kabisa kwamba hivi viwanda ambavyo vimelala vikifufuliwa, utaona kabisa uchumi wa Morogoro unaenda kukua. Lakini kingine ambacho kinasikitisha zaidi, sasa hivi tuna Wachina wanaochukua yale mawe meupe Morogoro vijijini kwenda kutengeneza tiles na nadhani cement kama sikosei.
lakini tuna kiwanda Morogoro cha Morogoro Ceramic ambacho wangeweza hata ile process ikafanyika pale Morogoro instead ya kuchukua yale mawe na kuyapeleka mbali. Sisi watu wa Morogoro tukipata hivi viwanda, hata hii kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja wa 10% hatutahitaji kwa ukubwa huo, kwa sababu hivi viwanda vitatosheleza kutuletea ajira wana Morogoro. Lakini sio kukuza ajira tu kwa wana Morogoro, lakini pia uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa mkoa na uchumi wa nchi. Lakini si hivyo tu, kumekuwa kule Mahenge kuna mgodi ambao wawekezaji walishaingia, mgodi wa Kinywe toka mwaka 2025, lakini mpaka sasa hivi haujaanza kazi. Na mara ya mwisho kwa taarifa ambazo nilikuwa nimezipata ni kwamba watu hawajapata fidia kwa ajili ya kupisha zile sehemu za mwekezaji kufanya kazi. Na kwa makadirio ya haraka, huu mgodi ungefunguliwa ungetoa ajira si chini ya 4,500. Na sio tu ajira, ungeongeza kipato na mambo mengine na uchumi kwa Uranga, Mahenge na mkoa wa Morogoro mzima. Sasa sijui shida iko wapi, kwa sababu mwekezaji yuko tayari. Ni wapi ambapo sisi kama serikali tunashindwa kumpa ushirikiano? Lakini pia napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Profesa Kitila Mkumbo. Mara mwisho alifanya ziara katika viwanda vya sukari Morogoro. Kwa kweli tumeona tija kubwa katika viwanda hivi na katika uwekezaji. Lakini katika ziara ile bado nataka kuchelea kama wachangiaji wengine ambao wametangulia. Tuna shida Morogoro ya miundombinu. Wawekezaji bila kuwa na miundombinu sahihi hatuwezi kufika katika hii target ambayo tunaitaka, kwa sababu hivi vitu vinago hand to hand. Maendeleo yanaenda hand to hand na miundombinu. Kwa hiyo kwa Morogoro ni kitovu cha uzalishaji, ni kitovu cha kilimo, ni kitovu cha viwanda. Sasa nilikuwa naiomba serikali ituangalie Morogoro kwa jicho lingine, kwa jicho la karibu sana. Tuna uhitaji mkubwa Morogoro, mkituwezesha katika miundo mbinu na uhakika tunaiweza kuirisha hata Tanzania nzima. Lakini tumekuwa tukiomba barabara ya Mlimba kwa muda mrefu. Tumekuwa tukiomba barabara ya Bigwa Kisaki. Tumekuwa tukiomba barabara ya Malinyi. Hizi sehemu zote ni potential kwa kilimo cha mchere, kwa kilimo cha karafuu. Imefika sehemu kutokana na miundombinu mibovu, inafika sehemu wakulima inabidi wauze mazao yao kwa bei ndogo. Lakini tungepata miundombinu ambayo ni sahihi, ingekuwa rahisi wao kuyafikia masoko bila kutumia madalali. Lakini kutokana na miundombinu kuwa mibovu, kama gunia lilitakiwa liuzwe kwa shilingi 30,000, mkulima anauza kwa shilingi 2,000. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali, TARURA, TANROADS watuangalie kwenye swala la miundombinu wana Morogoro. Wananchi wa Morogoro wamenituma, hasa wanawake wa Morogoro wamenituma. Mimi kama mtumishi wao naomba serikali tuangalie kwa jicho lingine. Asante mwenyekiti. Asante sana kwa mchango wako. Nilimuita Mheshimiwa Abubakar